is your brother? So here we are. We've come to bless a family. We've come to donate some food for a family that is in need of food. Remember, we were here some times back and we realized that this family is in need. Now, COVID-19 is the hell above everything. It's terrorizing this family. With me is our Chairman Miller and our team, blessed of God. Come with us. Thank you. Thank you. So this lady is so nice. Ametukaribisha hapa hivi kwake. And she's giving us a seat. Na najua kuna watu wanafaa wavae mask. Watu wavae mask. Yeah, mask. Na waoge mkono. Kuosha mkono hapo mpaka na sanitizer. Sawa. So at the end of the day, there are so many people that are living this kind of life. Nobody knows about them. Nobody's caring about them. And as there's a relationship having, we have a heart to meet such families and become a help and even get to know some of the challenges they're going through and see how we can be of help to them. And this is a call for all of us. Make sure that you get to know what is happening to the people around you. Please, come with us. Let's see how they live. Thank you, Mami. And because of social distancing, we can't just go in, all of us. So we'll just go in, a few of us. So mimi nilisikia habari yako na tukasema leo tukuje tukusalimie. Umefanya vizuri. Tukutembelee. Karibu sana. Na pia tukupatie chakula naweza kupeleka leo, kesho na kesho kutwa tukiamini Mungu ingine itakuja. Amen. So leo tumekuletea Lisa yesa hivi chakula. Tumekuletea chumvi. Karibu. Kwa hivyo inasema sisi ni chumvi ya hii dunia. Si ndio? So weka chumvi hapo. Pia tumekuja na kuna unga pia. Tumekuletea unga ya ugali na pia hii ni unga ya chapati. So mnaweza enjoy chapati na enjoy ugali on different days. Karibu. Haya, pale nje kuna wengine wataingia na moja akiweka akitoka. Tupitane. Oh, tushikane. Tupitane. Okay, tupitane. Yes. Sawa. Wacha mimi nitoke, mwingine aingie. Yes. So mami, tunakupenda. Hata si mimi na Mungu anakupenda. Hapa tumekuletea nyanya na kuna mafuta na hapa kuna sukari na hapa bado kuna nyanya na kitunguu bado. Tuna hope ya kwamba hii msaada wetu itasaidia. Amen. Salad pia ya kupika ya kukula nayo chapati. Yes. Cabbage ni ya salad, ukipika mimi uniite. Amen. Asante. So mami, hii inaweza kupeleka. Na sabuni. Tunaona vile sabuni mrefu kama mwenye kuleta. Unaona lazima tulete sabuni pia because it's very important sasa watu waoshe mikono. Mbarikiweni sana. Na mmejua kwa nini tunaosha mikono? Tunaosha mikono kwa sababu kuna COVID-19. And ukiosha mkono una reduce chances za kupata COVID. Because hii COVID ni ugonjwa ambayo bado hatujaielewa. Hatujapata dawa bado. Na chenye tunaweza fanya ni kujisaidia kabla itupate, tunajisaidia. Tuna follow government directives vile wamesema. And the biggest thing yenye tunaweza fanya sasa ni kuosha mkono. So we blessed you with a bowl of soap too. Amen. So si turuhusu tuende pale nje tukuonyeshe kitu kidogo ya mwisho tukiondoka, si ndio? Karibu. Hapa tumepata dakika 15 tu. Peke yake. Amukai. Hatutakaa zaidi. Asante. Peke mtaifa. So ladies and gentlemen, you've seen this family is living in a very humble way. And our prayer is that God can come through friends, come and support this family. If a camera person would come this way, there's a family here. Unaitwa nani? Happiness. Happiness. Woo, what a name. That is Happiness full of smiles. Now unaitwa? My name is Baraka Ansari. Baraka. Baraka also. No, Baraka means blessed. Si ndio? Yeah. Na huyu? Faith Kerubo. Now faith is the faith of the Bible. Na huyu? I'm Brian. Brian, blessed of God. And this is the family of that lady. We are praying that so many people can come through for such families and bless them. Now we're going outside there to continue telling them about COVID-19 preventive measures and also how to continue living day-to-day life. Kujeni hapa nje basi. We want to also become a blessing with the dedicative talk to this family.
letting them understand how to stay far, how to prevent themselves from COVID-19. Nitakuwa na waonyesha jinsi ya kufuatilia maagizo ya Ministry ya Health ya kunawa mkono. Kabla uchukue sabuni uweke kwa mkono, kwanza utachukua maji kama ni running tap, kwanza you wet your hands first so that the soap will get into your fingers and hands. Then unaweka sabuni. Yes, ukishaweka sabuni, you start from the inner side. You rub. So why do we do that? So when we rub, we wash off the germs, the virus itself. The virus itself has got a cover. So the only best thing is that the soap will help to smoothen the surface of your hands, then it washes down. So when you rub the inside of your hands, that means kama kuna kitu ulikuwa umeguza, utakuwa unaosha vizuri, unarub vizuri, alafu germs itakuwa inateleza kwa hiyo sabuni. So maji ikimwagiliwa itakuwa inaosha germs na inaenda na maji. Ukisha rub ndani ya mkono, utakuja juu labda kuna ulikuwa umesalimia mtu mkashikana mkono. So you also need na hiyo soap urub hapa vizuri vizuri na huku vizuri. Kama uko na kucha refu, make sure ndani ya kucha pia umeguzaguza. Maana virus inaweza kuwa imeingia. Kama nyinyi wasichana unajua mnapenda kuweka makucha marefu. So you make sure umeguzaguza hapo ndani. Sasa kuja kwa general ya mkono. Kwa mkono sasa una rub vizuri ndo maji ikifika na maji ifike tafadhali. Maji ikifika utaona iko sawa inaenda na maji. And the reason as to why ufai kuosha mkono ndani ya besheni, inafaa hiyo maji inateleza ikienda. Ndo germs pia the virus itself inateleza ikienda. Ukisha nawa hivyo vizuri, kama uko na sanitizer yenye iko na alcohol content, ukisha nawa hivyo mkono vizuri, unachukua sanitizer yenye iko na alcohol content. Kama mkono bado iko, usikaushe mkono, ndio hiyo unarub vizuri, na hiyo pia unarub vizuri, utakuwa umesanitize. Ngojea usiguze kitu, ngojea mkono ikauke juu sanitizer yenye iko na alcohol itakuwa ina evaporate yenyewe. So unangojea mkono inakauka kabla usalimiane mtu, na una make sure hiyo maji yenye umenawia, hiyo trough na ama ilikuwa ni running water, hiyo trough utaosha tena na maji ingine na umwage. Kama unavaa mask kama hii yangu na ukoshua uliguzaguza ama umetembea nayo, ukisha sanitize usirudi kuguza ile mask juu utakuwa una contaminate ile mkono umenawa. So usiguze hiyo mask tena. Sasa kama umeivaa itabidi umetoa mask before umesanitize. Si umefika kwa nyumba au toki ukienda mahali, sasa toa mask. Kama ni ile mask ya kudispose ile yenye unatupa, usitupe mahali mtoto akipata atakuja kuchezea. Chukua mask, weka vizuri, peleka kwa dump site. Kama ni hiyo ni ile mask unaweza tumia na urudie kutumia. Na sasa kama nitakuja nitoe na already nimesalimia watu na nimeshika. Mask unaweza osha. Kama hizi zenye ziko homemade, hizi zinatengenezwa kama hii yako na hii yangu, unaweza chukua mask vizuri uweke kwa maji moto. Mask weka kwa maji moto na uoshe ndio utumie tena. Nina swali, niko na moja. Na nimeenda hapo nje tumesalimiana. Na nimekuja wamesema tuoge kila wakati. Sasa nimekuja nimetoa. Na sina ingine. Nitaoga. Nifanye pile umefanya. Na nitarudisha tena kwa sababu mchana ni refu. Ndio maana serikali imetuambia tukae nyumbani. Ikifika hiyo wakati umetoka uende mahali na ufanye shughuli zako, ukirudi kwa nyumba, ile harakati ya kusanitize, make sure mask yenye ulitumia, kama ni ile ya kusanitize, ile unaweza osha utumie tena, ioshe na mask, weka ikauke. Ndio ukitoka tena kesho, utumie hiyo mask ikiwa safi. Juu unaweza pata unatumia mask moja, inachafuka huko, unakuja unahang, unaweka kesho utatoka nayo tena. Hiyo ni dangerous. Nizaongezea mam. Okay, kama uko na mask moja na kuna kitambaa, kwa advice pia unaweza tumia kitambaa bora isi hewa iwezi pita. Ukiwa na moja unaweza chukua moja unaosha, unachukua kitambaa yako unaenda kwa duka, ukirudi unaitoa, unaweka kwa maji unajisafisha, si unakaa nyumbani. Sasa ikifika wakati mwingine kesho unatoka, utatoa hiyo yenye ulikuwa umeosha, alafu uende nayo nje ukinyukue hata na kitambaa na hiyo mask moja.
So Na kuna baadhi za kitambaa. That's our team trying to explain the importance of hand washing and how you can survive through the day with the one mask we have. So that calls for so many government organizations and other organizations to produce, even to provide more masks for vulnerable people, just like this family. Andela. Yeah, so I was trying to say, kitambaa kuna zile tunaweza tumia na zile hatuwezi tumia. Usichukue Uhuru bag, ukafunge, ukidhani umejiziba. Kuna zile zenye serikali ilikubali. Na hata mask, usiende tu uchukue kitambaa yoyote ufunge kama mask. Hiyo serikali inakataa. Kitambaa yenye unaweza tumia ni ile kitambaa inaweza resist maji. Ile yenye ukiweka kwa maji inakaa kama polythene. Hiyo unaweza tumia. But kama una hiyo mask moja yako, make sure iko safe ya kutumia. Make sure unaweza iosha na utumie baadaye. Sawa sawa. So in Africa, we are very good in greeting. So the next show, we want to show this family how they can greet each other without coming into contact. And so take us through these two lovely ladies. Please, you can drop off the jug and the soap. All right, so they have to go through the process of washing hands again because of the contact they've had. And after that, they will be showing us how they can do greetings without coming into contact with each other. Na kama kuna sanitizer mtu asikunywe. Sanitizers are very dangerous. Yes, they have alcohol content. Somebody should not. Yes. Then again, there are those medical behaviors. Yeah, this time round we have been introduced to new medical behaviors just to ensure we are safe. First of all, the way we handle our hygiene. That is the first medical behavior. 1, the way we greet ourselves. 2, the way we interact with one another. So, just like Pastor said, in Africa, greeting is always a must. And if you don't greet somebody, you become the bad one. So the two of them will give you a demonstration of how you can greet somebody. Then I'll take you through how you can handle your sneezes, your coughs, so that you are just sure you are safe. Right. So the first type of greeting that we have in Africa, we can use our elbows. That is one. The second step, we can use our feet. And the third one, we can just wave from afar. Hakuna kuhug. Ikiwa lazima uhug mtu, mwambie hivi tutahagiana after corona. Yes. No hugging of friends. Keep social distance. Wear your mask all the time. When you're in a place where there is crowd. Usiongea na mtu hata kiteremsha hivi mask yake, ile mati inaweza toka pale penye yako ikakurukia. So anytime you are speaking with anybody, just have your mask on. Mask hiyo utasikia, si lazima usikie na mdomo. Unaweza mjibu mbele. Ukiwa uko mbele mwambie sawa nimekusikia when you are far. But when you don't trust anybody, greetings even if it's your brother who came from nowhere, anywhere, don't greet him. Just be yourself. Keep safe. Sanitize. Salamu na hug, mkutani after corona. Ukitaka kusneeze, juu hii mkono yako, si utakuja kuguza kitu. Usisneeze kwa mkono. Usikuje ujifunike, usneeze ukifunika kwa mkono. Juu kama kulikuwa na hiyo virus itabaki kwa mkono. Na kama hauja sanitize, ukuje unisalimie ama ukuje uguze kitu nimeguza, umeacha virus kwa hiyo sakafu. So mtu akikuja guze tena, itakuwa ni amechukua ile virus uliacha akaenda nayo. Na government inataka to observe those measures, ndio hiyo to break hiyo chain ya kusambaa kwa virus. Usipoguza kitu na mimi nisipoguza, tume break chain. Hakuna mali virus tutapata. So ukitaka kusneeze vizuri, ni vizuri ni vigumu sana mtu akuja kushike na hapa. Labda ni polisi anakuhanda. So ni vigumu sana mtu akuja kushike na hapa. Na ukisneeze na hapa, kama kulikuwa na virus itakuwa imebakia hapa. Ukienda kusanitize kwa nyumba wall, utakuwa umeosha virus yote.
we've come, we blessed this family, we've helped them for the next 3 days. We've also given them some educative talk about COVID-19 preventive measures and also how to cope with the current life affairs regarding COVID. Mami, unatuambiaje sasa tunapoondoka? Yangu ni kushukuru na Mungu awabariki kwa hii muda mmefika hapa kwangu. Umetufundisha jinsi ya kuoga. Kila tunaanza hasa mikono yetu, umetufundisha kuwa to keep distance. Tumeanza kufahamu na tunaomba tena wengine wapata kujua. Tumepata funzo kubwa kulingana. Sisi hata tungejua tu tunaagiana karibu hapa, lakini pia mmekuja, tumeona pia mmetuambia tutafuatilia. Na Mungu awabariki. Thank you so much team. God bless you so much. Mami, tutakuja siku nyingine kujua vile mnaendelea. Na Mungu akitufungulia milango yetu tutakuja kuwabariki zaidi, sawa? Hata tunajua kwamba watoto wako wanahitaji kusoma. Wakifungua barabara tutakuja pamoja, sawa? Thank you so much. Barikiwe sana. Kwaheri. Hakuna salamu.